Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msikilizaji, ni muda muhafaka wa kuweza kufuata uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchambuzi wako wa siku Bibu Kurutantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelichi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Izake Mulucha Ashibe kwa habari muhimu. Karibu Izake. Shukran sana Bibu Kurutantine Aldama. Kwenye usomaji wa habari muhimu, Baraka, mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Eastern Baraka, amejeruhiwa kwa kupigwa risasi zilizosikika jioni ya siku ya 5 hii ndani ya mji huo wa Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa chuo hicho umetaja kupokea kwa shingo upande kitendo hicho. Huko Kalemi, makundi matatu ya wanamgambo wa Mai Mai Fimbo na Fimbo waliotumika tarafani Kalemi chini ya kiongozi wao Jemadari Michele Bitonto wameweka silaha zao chini na kuchagua njia ya amani jimbo ni Tanganyika. Ripoti ya Olombwe itaangazia zaidi. Huko Kindu, ambapo tunamalizia usomaji wa habari muhimu, mali pia dawa ndivyo vitu vilivyoporwa kwenye hospitali kuu ya mtaa wa Alunguli ndani ya mji wa Kindu. Ndivyo amesema inspekta anayetetea haki za kibinadamu ndani ya shirika la BDH. Mpaka hapo sina la ziada na kuacha uingie kwa kina kabisa kwa habari zenyewe. Asante sana Izake Mulucha kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia katika uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Yametamatika Ijumaa hii ya tariki 11 Aprili mwaka huu mafunzo kwa vijana na wakina mama wa mji wa Baraka na tarafani Fizi kuhusu namna ya kutetea haki za madini kwa jamii ya mahali. Mafunzo yaliyotolewa na shirika la FAPE, Femme Artisane de la Paix, kwenye chumba cha mikutano Mama Nyashindi mjini Baraka. Akizungumza na redio yako Bi Louise Biaombe, msimamizi wa mradi huo ndani ya FAPE, ameanza hapa kuonyesha lengo la wao kutoa mafunzo hayo kwa tabaka hizo za watu kuhusu haki za madini. Sisi ni organisation Femme Artisane de la Paix, tunaweza sema shirika Femme Artisane de la Paix, kwa ufupi tunaita FAP. Tunatumika ndani ya mji wa Uvira na mji wa Baraka, pia na mu territoire ya Fizi, mu secteur ya Mtambala na Nganja. Tulikutanisha vijana na wamama wa ma structures zenye zina lutter contre ma exploitation illicite ya maminere mu secteur ya Mtambala na wengine wa muvile ya Baraka. Ni mara ya tatu tunakutana nao, ni kwa sababu tunataka tucree réseau moya yenye itakuwa inadili na mambo ile ya exploitation illicite ya maminere. Wale watu watakuwa wakitetea societe, kwa sababu tulisible vijana, kwa sababu vijana biko parmi ba victime ya ile exploitation illicite. Vijana waprofite kitu ndani ya community, vijana wanakosa makazi, wanaingia ndani ya mambo sio fa kwa sababu hawahusishwi ndani ya governance, na pia hawahusishwi katika utatuzi wa mizozo yenye inahusika kwa ile ngambo ya secteur minier. Pia wamama nao wengi wanakumbwa na majanga ya hiyo secteur minier, lakini wale wamama hawafaidiki kitu. Ndio kwa maana tuliona tutumike nao, wao wanaweza saidia sana kubeba sauti mbele, kwa sababu ni watu ambao wanaathirika kwanza. Wakisimama watetee haki zao, ni watu wanaweza kwa sababu wana nguvu fulani na wasukuma. Nguvu ile ni kutaka kujiokoa katika ile hali.
Tulikuwa hapa kwa muda wa siku 3, tumeanza siku ya 3 na leo siku ya 5 tumemaliza. Tunapaswa kufika kwa sababu tunafaidika, ni mambo yenye yatatufaidisha, hatuwapi pesa, hatuwapi chochote kia ajabu, lakini ni mambo yenye wanajua ya kwamba wanapiganisha juu ya hao wajiokoe. Vijana ambao walibahatika kushiriki tunawaambia waendelee, wasichoke, wasiangalie influence fulani yoyote, lakini wapiganie ili haki zao zifike, haki za communauté, nao pia wakoe inclus mu ma decision zinahusu gouvernance mu secteur minier. Pia na wale ambao hawakupata kufika hapa wawaunge mkono vijana wengine, ili ya kwamba kwa pamoja tufikie kufanya makubwa. Wamama vile vile na wababa watushike mkono. Upande wa walioshiriki katika mafunzo hayo wametaja kushukuru shirika hilo kwa kuwapa mafunzo, kwa kuwa ni mara ya kwanza kupata mafunzo yanayohusu sekta ya madini, kama alivyoeleza hapa moja kati yao ambaye ni Degole Malembe, kiongozi wa vijana mjini Baraka. Tukua mu atelier de formation ilikuwa organisé na shirika FAP, Femme Artisan pour la Paix. Ilikuwa atelier juu ya réseautage, c'est-à-dire kutumika en groupe, kama watu wataweza tumika mu groupe, donc il faut éviter kutumika en solo, yani mtu mmoja. Letake mko watu mingi na mnapana mawazo fulani, ina permettre kupata mawazo ya watu mingi na kufanya kitu kenye kinadumu na kia mzuri. Mu secteur ya madini wala mu secteur minier, maétude inaonyesha ya kwamba ba mama na ba jeune biko trop écarté, surtout bitu ya exploitation minière usate uchimbaji madini. Shirika FAP ilisema ikuje iforme ba jeune na ba mama juu ya koma kuangalia kujiapproprier uchimbaji. Kazi ya uchimbaji madini ni kazi sana nyingine, ndio ina mafaa parce que leo mu sekta ya uchimbaji madini takuta wakina mama na vijana wanatupiliwa mbali sana, na hivyo ni haki yao. Sheria yenyewe ya Kongo inapatia watu wote haki ya kupartager wala kugabulana resources wala utajiri wa nchi. Kulikuwa jeunesse ya Villa Baraka, jeunesse ya territoire ya Fizi, wakina mama wa Villa Baraka na wakina mama wa territoire ya Fizi. Tunashukuru sana shirika la FAP kwa orienter projet mio sens, parce que tunaona shirika za mingi ni surtout mbitu ya ma violence sexuelle, ma VBG, mabitu ya ma agriculture, lakini ni mara ya kwanza kuona shirika ina jioriente mbitu ya uchimbaji madini, na tunashukuru sana na tunawaomba wazidi kufanya jitihada zingine kutafuta baadhi de fonds mu secteur ya uchimbaji madini. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mkurugenzi wa redio ya kijamii Kivu Bwana Lokendote Nchilik ametaja kushukuru watu wote waliochangia kwa kuachiwa kwake huru. Hivyo ni baada ya kushikiliwa kwa masaa kadhaa wa wazalendo wa muungano wa CNPSC kwenye eneo la Yepe mjini Baraka Alhamisi ya wiki tunayo. Akizungumza nasi, kiongozi huyo ameanza kwanza kuonyesha mazingira ya kufungwa kwake, huku akiangazia pia sababu kubwa ya yeye kuzuiliwa na wazalendo hao. Jambo la kwanza ambalo nitakwenda kulisema ni shukrani. Shukrani kwa yote ambayo amepitia redio ya kijamii Kivu, kwa sababu wahenga wanasema kwamba tushukuru kwa kila jambo, na kila tukio linalotokea linakuwa na sababu yake, na kila jaribu linakuwa na wakati wake, na wakati unakuwa umepita. Cha kujulisha wasikilizaji wetu ni kwamba ilikuwa jana majira ya saa 4 wakati ninatoka kwenye ofisi ya radio baada ya kumaliza kazi zangu za asubuhi, nikawa najielekeza nyumbani ili kwenda kuchukua kitu fulani ambacho kinaweza kaja kusaidia tena kazi. Ghafla tu nafika tu nyumbani nikakuta wazalendo wako pale wananisubiri, na wakaniambia kwamba nahitajika kwenye ofisi yao, yani eta majoro yao ambayo inapatikana Yepe. Nikauliza sababu, wakaniambia kwamba sababu utakwenda kuijua ukifika kule. Na nilipofika kule, sikuwa mbishi sana, ikabidi twende. Na nilipofika Yepe kwenye eta majoro yao, moja kwa moja nikawa nimeingizwa kwenye jela. Nikatiwa gerezani bila kujua sababu, nini ndo shida ambayo nimefungiwa sikuijua, na nikawa nimefungwa. Lakini baada ya kuuliza ndo nikawa nimeambiwa kwamba kuna shida ya redio ya kijamii Kivu, ya kwamba ilitangaza taarifa inayosema ya kwamba kamanda Amuri ya Kutumba amekimbia kwenye shamba la mapambano na wamejiengua kutoka kule, na sasa hivi ni kama wanapatikana maeneo ya Kaboke. Ndivyo hizo taarifa wanasema kwamba tulizozitangaza, taarifa ambazo ni za uongo. Sisi wenyewe hatukutangaza taarifa kama hizo. Nikawa nimeeleza kwamba kama ni hivyo, ina maana kwamba mnasema redio ambayo sio sisi. Sisi ni redio ambayo iko professional,
tunafanya kazi kwa utaalamu, tunafanya kazi kwa uweledi, tunafanya kazi kwa kuzingatia kanuni za kazi yetu. Ina maana kwamba sisi huwa hatuwezi tukatangaza habari ambayo tukoichunguza. Ili kwamba tufike tumetangaza habari, ina maana kwamba tumeita watu kadhaa kwa kuhakikisha kwamba hii ni habari ambayo imekamilika. Na ndio maana wasikilizaji wetu wanapotusikia, kila mara tunapotangaza habari utasikia kuna mtu ambaye ameongea. Yule mtu tunamaanisha kwamba ndiye ambaye tulimuuliza na akatupa hiyo habari ya uhakika. Yaani sisi huwa tutangaze habari za kuokota hapana. Upande mwingine ameshukuru watu wote waliojituma kwa ajili ya kufunguliwa kwake, kama alivyorejea mara tena Lokendo Tentilik, kiongozi wa redio ya kijamii Kivu. Baada ya kufuatilia sana, ikaja kuonekana kwamba kuna media ambayo iko kwenye mtandao wa kijamii kwenye YouTube, na hiyo media wanaita kama La Voix de Kivu. Hiyo media ndio ambayo ilitangaza hiyo taarifa. Wakawa wamefanya confusion kati ya La Voix de Kivu na Radio Communautaire Kivu. Kwa hiyo wakafikiria kwamba La Voix de Kivu ndio Radio Communautaire Kivu, na ndio maana wakaja kunichukua kama vile kiongozi na kunifunga. Na ilikuwa inatarajia kwamba nende Kabunambo, ndipo ambapo natakiwa kwenda kusamba, lakini baada ya kupata uhakika wa mambo wakaja kuelewa kwamba mimi nimefungwa kimakosa na nikawa nimeachiwa huru. Hiyo jana majira ya saa 3 za usiku ndio nimeachwa huru, nikasindikizwa na askari wawili ambao wameweza kunifikisha hadi nyumbani. Kikubwa niseme nimeshukuru sana, nimeshukuru hasa kwa jamii nzima ambayo inaipenda redio ya kijamii Kivu. Kwanza shukrani sana kwa waandishi habari, chama cha waandishi habari, hasa Rejefi na waandishi wengine wa habari ambao wamejitoa kuweza kutoa taarifa mapema, kuweza kulalama, kupeleka taarifa huku na kule ili kuhakikisha kwamba nimekuwa huru na kuonesha kwamba sisi hatuna makosa kwa ile taarifa. Hilo ni jambo ambalo nalishukuru, na naomba waandishi kwamba tuwe na mshikamano, tuwe pamoja, tushirikiane, na pale ambapo kunapokuwa tatizo tushirikiane kama gisi tumefanya kwa ile tatizo langu. Na pia niseme shukrani sana kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu kama vile mashirika ya kiraia, mashirika ya vijana ambao pia amefanya jambo kubwa kwa kuweza kunitetea na kuweza kuweka mambo wazi kwamba mimi sina makosa. Na vile vile niwashukuru sana wakuu viongozi wa wazalendo ambao wao pia baada ya kujua kwamba hili ni kosa, wakajua kwamba wamenishika kimakosa, waliweza kuonyesha kwamba kuna makosa ambao wameyatumia kwa kunishika. Hilo pia nawashukuru kwa sababu wameweza kueleza kwamba ni wazi wamekosea, hawakuwa wamenifuata mimi, mtu ambaye anahitajika kukamatwa sio mimi, redio ambayo inahitajika kukamatwa sio redio ya kijamii Kivu. Na vile vile nawashukuru waandishi wa redio ya kijamii Kivu ambao kazi ambayo tunaifanya ni kazi ambayo iko ya kitaalamu, professional, ni kazi ambayo inazingatia maadili ya utangazaji na waandishi habari. Na ndio maana kile ambacho tunachokitangaza ni cha uhakika na hakina matatizo yote. Mwishowe amesihi kila yeyote anayekuwa na nia ya kufuata taarifa za redio Kivu kuwa wakizifuata kwenye mitandao ya kijamii. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha ISTEM Baraka amejeruhiwa kwa risasi zilizosikika jioni ya siku ya 5 hii ndani ya mji wa Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa chuo kikuu cha ISTEM Baraka umetaja kupokea kwa shingo upande kitendo hicho. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Dunia Abdalla Riziki, moja kati ya viongozi wa ISTEM Baraka, ameonyesha hapa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Mie pamoja na wanafunzi na wafanyakazi wa ISTEM tulikuwa ku ISTEM leo magharibi. Wakati tulikuwa pale tukashituka tu nje, masasi inaanza lia lakini tukaona masasi iko nalilia tu pale vile ku ISTEM maake pale kurompwe kabisa pembeni ya kibambazi ya ISTEM. Basi tukaikala vile tu kidogo tukaona risasi moja inatobola, inapiga kwa kibambazi, inatobola kibambazi. Tiku tukaona mwanafunzi mmoja pale anaanza vuja damu. Tukasema mbona risasi inaingia? Erezimake saa tuliingia mule si wote, masasi kaendelea, masasi iko inapigiwa, tukaingia mule muile klase yenyewe wale wanafunzi walikuwa wanasoma tukaangalia ule mwanafunzi c'est vrai alikuwa anatoka damu, lakini ile risasi gisi ilipita mkibambazi ikakosa nguvu na haikumuingia, ilipita tu juu akajichubula tu kidogo, abikukua vya grave sana. Vile ndio wenye tuliasisteko, na mabali ingine ilianguka pale, moja ilianguka kuese ikaswata mwanafunzi mmoja
rezimake akukukua vraiment dégâts grave na vile njobe tuliona hii magharibi. Ndio wakati hiyo masase ilianza kulia directement, activite zote zilimalizika na tukaacha, na nyuma ya hapo hakuna tena kile tuliendelesha saki ya masomo. Kupe directement masomo na watu wote tukatoka tukashindikiza kwanza ule mwanafunzi kwa hospitali, na kwa hospitali wakamwangalia wakaona kama lisasi haikuingia mwili, ilipita tu yulu kungozi haina kidonda ya kutisha, vraiment haviko grave. Nilipenda kuambia wanafunzi kama hakuna suspension yote ya activite academique, wanafunzi barudie kwa masomo iko, shughuli zote ziko sawa kawaida, hakuna shida yoyote, kila kitu kiko sawa, kinarudia tu normal. Kalikuwa tuka perturbation ke kalipita pale ke hatukujua hata siye sababu yenye lituma bapige masase, na mpaka sai sikuijua. Mwishowe ameomba kwa viongozi wa wazalendo kuweka mkazo zaidi juu ya hali ya kupiga risasi holela ndani ya mji wa Baraka ili kuepukana na madhara kama na hayo. Siye kwa kweli tunaweza omba na kusii wakuu viongozi wa wazalendo wakuwe wanajaribu kuwaonyesha kama ile masase vraiment ni ya kupiga baadui, sababu siye ile masasi sasa iko inalialia kila saa, siye wote hatuko bajeshi, iko inatutia mapanike, kuko benye hata matension zinaweza panda na watu wanakufa. Tunaomba kabisa wakuu viongozi wajaribu kujikaza sana kukerebesha wazalendo wenzetu ambao wanatulinda, wajaribu kuwa wanawakerebesha na kuwaambia kuhusu ile kupiga masase ovyo, kwa sababu inaweza ikaleta madhara. Kama leo hivi ilitafuta kuleta madhara, Mungu njoo alishinda, rezimake Mungu vraiment alishinda, ule mwanafunzi iko salama, lakini ingekuwa ingemuumiza kama sasa tunasema mambo mengine kama tumeregistre maafa. Na sasa tunajitupa viwanjani na Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Shukran sana kabisa Habibu Kortantina Dama. Baadhi ya habari za michezo kwa siku ya leo, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ni kwamba tournamenti ya mechi za makata ziliendelea kupigwa kama kawaida kunako uwanja wa Lumumba, ambako siku ya Ijumaa ya wiki tunayo mechi moja iliweza kupigwa majira saa 9 kamili za jioni. Kata ya Matata ya kwanza waliweza kuonyesha mvua ya 4-0 kata ya Kalunja. Tournamenti tu ya mechi ya makata itaweza kuendelea mara tena siku ya 6 ya wiki tunayo majira saa 7 kata ya Makampani wataweza kukaribisha Aibaza ya pili, na mechi ya saa 9 Aibaza ya kwanza wataweza kukata mzwa fitna zidi ya masimu wa jadi ambao ni Malala. Kulingana na taarifa zingine za michuano tu hiyo ya tournamenti ya mechi za makata, kulingana na taarifa zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zikitaja ya kuwa hatimaye uongozi ambao unasimamia tournamenti hiyo au kuweka pesa ya kutosha kwa ajili ya yule ambaye ataweza kuchukua ubingwa wa tournamenti hiyo, hatimaye Polo Mtonga ambaye ni kiongozi wa tournamenti hiyo ameweka wazi kutokana na taarifa hizo. Tournamenti inaendelea vizuri, sema tuko na baadhi ya changamoto tunazipitia. Na baadhi hizo changamoto ni kwamba watu wanazungumza eti trofeo yetu yenye wa kwanza atapewa, donc coupe yetu bako nasema ki coupe yetu ni ya kidogo, haina valeur ya kabambi. Bon, kitu tuonesha kwa bashabiki ya Baraka ni kusema kwamba Musidi Kivu pour le moment ni Fizi ndo kwenye kuko ma activités za ballon tout, qui veut dire que tuko na amani. Et pour montrer que tuko na amani, pour le moment kuna championnat, hakuna kitu yote ile. Mena juu ya kuencadrer jeunesse ya Baraka, haya watu wenye wanapenda ballon, ba sportif na ba joueur, ole ya kwenda banatembea ovyo, kwenda na kunywa mapombe ya kishenzi, mievo tufanya ka kitu hapa juu ya kuencadrer ba jeune. Donc souci yetu ni encadrement ba jeune mu territoire ya Fizi, nous les jeunes influenceurs, ile ndo souci yetu surtout sana. Ndio maana tuli organiser hii kitu juu ya kuencadrer watu vile ba jeune surtout. Baraka tungali na kamani parce que tuko tuna regrouper watu hivi. Nikiangalia pa ku stade saa hii pa moja watu 2000 wenye bako wanaangalia saa hii tournoi zetu. Na katika bara la Ulaya michuano ya Premier League itaweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo majira saa 7 Manchester City watakipiga dhidi ya Crystal Palace, huku mechi ya saa 10 Brighton watakaribisha Leicester City, Nottingham Forest watakipiga dhidi ya Everton, Southampton watakuwa uskozo dhidi ya klabu ya Aston Villa, na washika bunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners majira saa 12 dakika 30 wataweza kukaribisha klabu ya Brentford. Huko Uhispania kwenye michuano ya La Liga Santander ni kwamba Real Sociedad watakipiga dhidi ya Mallorca, Getafe watacheza dhidi ya Las Palmas, Celta Vigo wataweza kukaribisha Espanyol, na majira ya saa 3 kamili za usiku Leganés watakuwa kwenye uwanja huo nyumbani wakipiga vikali dhidi ya miamba huko nchini Hispania ambao ni FC Barcelona. Na hika nukta kuna kwa habari za michezo Bibu Kortantini ya Dama.
Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unaendelea kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni ya 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Huko Kalemi, makundi matatu ya wanamgambo wa Maimai Fimbo na Fimbo waliotumika tarafani Kalemi chini ya kiongozi wao Jemedari Michel Bintonto wameweka silaha zao chini na kuchagua njia ya amani jimboni Tanganyika. Radio Kivu Kalemi, Olombo Didier Doctor kwa ripoti kamili. Swala kama na hilo linakuwa nafanyika kwenye kijiji Mulange kinachokuwa napatikana kwenye kilomita takribani 18 magharibi mwa Kalemi mjini jimboni Tanganyika. Kwenye swala kama na hilo wanamgambo wa zamani ambao walikuwa wanahusika na matendo mengi ya ukiukaji wa haki za binadamu na vile vile kusababisha ukosefu wa usalama ndani ya vijiji kama vile Mulange, Koki, Mwaka, Kambilo na maeneo mengine ambao kama na huo walikuwa kabisa naamua kutoa silaha zao na kuchagua njia ya amani kwa ajili ya kuchangia pamoja kwa maendeleo ya jimbo la Tanganyika. Nafasi kama na hiyo walikuwa natua silaha moja AK-47 pamoja na kiwango kikubwa cha mishale na mapindo waliokuwa naitumia hapo zamani kwa waziri jimboni ausikae na mambo ya ndani Kasongo Salom Johnson, ambaye mwishoni alikuwa nakabidhi vifaa kama na hivyo kwa Kanali Alex Mnyalizi Bamaraki akiwa kamanda brigade la 22 ya jeshi ya FARDC hapa jimboni Tanganyika. Wandugu yangu niliwaita tukaikala kwa kusikilizana ili fujo ifanye nini imalizike. Maleve tulipikana bila sikiaka, hatuwezi sema sababu gouvernement ndio ilifanya hesabani. Sisi wenyewe watoto mgeni tulikosa busara. Hii ngambo na hii ngambo ilikuwa na busara. Tukapigana. Na hivi kama tulipigana, tunakatana partire ya leo hii tunajiunga pamoja na FARDC na viongozi wetu hapa. Mambo yote nafanya nini inamalizika na tunashukuru bashefu yetu ya miji maeneo mbalimbali juu ya kufanya nini kuhimiza bandugu yangu watoke tujiunge tukue pamoja na tunatokea juu ya tutetee nchi yetu. Kwa upande wake waziri jimboni wa mambo ya ndani Kasongo Salomu Johnson kwa niaba gavana wa jimbo la Tanganyika alikuwa na pongeza hatua kama na hiyo kufanyikishwa na wanamgambo hao pale alikuwa na waalika vile vile kutumika kwa ajili ya amani. Ana tena ule baba Michel wa zamani na leo anasema yeye na kikosi kyake serikali ipangie bende bakapiki adui kule kuweste, si ndio vile? Ndio. Kwenye karamu kama na hiyo waziri jimboni alikuwa anajielekeza hapo huku akichukua baadhi ya chakula kama vile mifuko ya unga, mifuko ya maharagwe, madumu za mafuta na kiwango cha pesa kwa ajili ya kuwatia moyo na kuwasaidia wanamgambo kama na hao. Wanamgambo hao wapiganaji wa zamani wa vikundi vilivyokuwa nashikilia silaha upande huu wa tarafa ya Kalemi jimboni Tanganyika watakuwa moja kwa moja na wekwa kwenye reserve armée de défense kwa ajili ya kugombana kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa anaeleza Kanali Alex Mnyalizi Bamaraki. Kujitoa kama na huko kwa wanamgambo kunakuwa natokana ni kisha wito yake gavana wa jimbo la Tanganyika kwa makundi kishikilia silaha inayokuwa nafanya kazi jimboni Tanganyika pale walikuwa nawaalika kutoa silaha zao kwa ajili ya kusaidia amani na maendeleo ya jimbo la Tanganyika. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Ide Doctor. Na huko Kindu Maniema, mali pia na dawa ndivyo vitu vilivyoporwa kwenye hospitali kuu ya mtaa Alunguli ndani ya mji wa Kindu. Ndivyo amesema inspekta anayetetelea haki za kibinadamu ndani ya shirika la BDH. Mwanaripota wetu kutoka Kindu Maniema Godefroy Musunga Shabani anaripoti kamili. Wa inspekta ambao wanahusika na utetezi wa haki za binadamu hapa ndani ya jimbo la Maniema katika gundi yao BDH wanasimama bwima siku hii ndani ya tauni ya Kindu na hata kuweza kunena kwa ajili ya hospitali kuu ya mtaa wa Lunguli, mmoja kati ya mitaa 3 ndani ya tauni ya Kindu. Ni huko wanatamka ya kwamba uporaji ya mali inaonekana kunako sekta ya afya ya Alunguli. Huko
kuko dawa, pia vile vile mali zimeporwa, na yote ambayo ilikuwa kwa faida ya wagonjwa inatumikishwa kwa faida ya kiongozi wa hospitali hiyo, ambao wao wanaomba tu hiyo mali irudishwe, na hata wanaomba kwa viongozi wa jimbo la Maniema wafuatilie jambo hiyo, kwani wagonjwa wa mtaa Alunguli wanakuwa katika shida. Augustin Delema wa BDH Alunguli anazungumza. Mimi nakuja kure nule BDH tuko muile, tuko na défendre jo intérêt population. Médecin directeur ana détourné maserumu ya range la tati. Si tunideclare tu bwana arudishe ile maserumu, c'est-à-dire 132 Bastel serumu ranger ya 500 ml enye litumiwa kwa watu wa diarrhée, et aussi 42 hydroalcoolique, et aussi tunamwambia médecin directeur arudishe 840,000 francs enye alibebaka kwa lusamaki, et aussi 270,000 francs ya clôture ya réunion ya mwezi yenye ambao ilishapita. Akalipa bale benye balikuwaka ndani ya réunion 70,000, 200,000 francs inaomba arudishe. Eleweni ya kwamba mizozo inaendelea kuibuka pa mtaa wa Alunguli siku hii tangu hiyo jambo kujulikana. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na kwenye habari za kimataifa, nchini Burundi wanawake 299 hufariki wakati wa kujifungua, na watoto 23 kati ya watoto 1000 hupoteza maisha kila mwaka kabla ya kufikisha umri wa mwezi mmoja. Kwa jambo hilo, waziri wa afya wa Burundi Daktari Baradahana Ludin amesema kuwa serikali inafanya juhudi katika kutatua changamoto hiyo. Bukuru Elias Daniele anaripoti zaidi kutoka nchini Burundi. Waziri wa afya wa Burundi Daktari Baradahana Ludwine alisema kwa wakati bado kuna safari ndefu ya mafanikio katika kuboresha afya ya mama na mtoto. Serikali ya Burundi inafanya juhudi katika kutatua tatizo hilo, mojawapo ya huduma hizo ikiwa ni pamoja na huduma za bure kwa afya ya wajawazito na watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Burundi bwarateye intambwe mu guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo dufatiye ku yindi myaka yaheze, ariko intambwe Burundi imeendelea kuimarisha afya ya mama na mtoto kuliko miaka mingine iliyopita, lakini hata hivyo bado safari ndefu, kwa sababu kati ya wanawake wajawazito 100,000 wanaojifungua, kati yao 299 hufariki dunia, na kwa watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa ni wazima, kati yao 23 hufariki dunia wakiwa bado hawajafikisha mwezi mmoja, ambapo pia watoto 78 kati ya 1000 hufariki dunia wakiwa hawajafikisha miaka 5. Katika kupambana na tatizo hilo, serikali ya Burundi kwa kushirikiana na wafadhili ilichukua hatua ya kutoa matibabu bure kwa kina mama wajawazito na kujifungua bure, lakini pia na matibabu bure kwa watoto waliozaliwa hadi kufikia umri wa miaka 5. Lakini pia serikali inaweka juhudi katika kuongeza vifaa sehemu wanapojifungulia wajawazito na wanapowapokea watoto wachanga, bila kusahau kuongeza ujuzi na utaalamu wa madaktari hospitalini. Hata hivyo bado kuna changamoto mbalimbali zinazojitokeza, hasa ukosefu wa madaktari kwenye hospitali za mikoani. Pia kuna wanawake na watoto wanaokumbwa na magonjwa ya lishe mbovu vinavyotokana na kutokujua namna ya kuandaa chakula kilicho bora kwa afya. Tunawahimiza watu wote, wakiwemo watoto na wazazi, kwenda hospitalini wanaposikia mabadiliko ya afya, lakini pia wajawazito wajifungue hospitalini na kufuata ushauri wanaopewa na wataalamu kuhusiana na lishe bora. Kwibarukira kwa muganga, gukurikiza impanuro bahabwa n'abaremesha kiyago zerekeye ingaburo ibereye ku bavyeyi n'ibibondo. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Daniele kutoka nchini Burundi mjini Bujumbura ndipo tumefika mwisho uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri mbele ya Mwenyezi Mungu. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.